Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari. Tukujuzia yale yaliyojiri tuliyokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa. Habari za kimataifa zitasomwa na Roman Shirima na habari za biashara zitasomwa na Muhammad Jamal. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Chama cha Mapinduzi CCM chaeleza mikakati yake ya baadaye baada ya wagombea wake kushinda uchaguzi mkuu. Katika biashara, TRA yawezesha wafanyabiashara wadogo Kariakoo. Na katika habari za kimataifa, watu 4 wauawa katika maandamano nchini Cameroon. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amekutana na Rais wa Jamhuri ya Shelisheli Dr. Patrick Helmini mara baada ya kuapishwa, na akatumia nafasi hiyo kuwasilisha salamu za pongezi kutoka kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Goodluck Msolla anaeleza zaidi. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema hayo Jumatatu Oktoba 27 kwamba katika mambo ya msingi ambayo Rais Dr. Samia alitaka kuwasilisha ni uhakika wa Tanzania kuendelea kuiunga mkono Jamhuri ya Shelisheli na kuwapongeza wananchi wake kwa uamuzi waliofanya kupitia uchaguzi mkuu wa kidemokrasia na kuwawezesha kumpata rais huyo mpya. Ameeleza kwamba rais wa Shelisheli ameridhia kuanzishwa kwa tume ya ushirikiano ya pamoja yani IPC itakayotoa fursa kwa wataalamu wa nchi hizo mbili kuweza kukutana na kuratibu kwa pamoja kutoka kwenye sekta, na watajadili kwa kina mahitaji na mahusiano kutoka nchi hizo mbili. Kauli hii ya Mheshimiwa Rais mpya anaingia ofisini inaleta matumaini kwa Tanzania kwa sasa tumepata rafiki mpya, rafiki ambaye tunaendelea naye. Tumepata rafiki ambaye tunaendeleza mahusiano. Na mimi nataka niwahakikishie Tanzania tumegundua kwamba tunazo fursa za kutosha hapa. Nimepata nafasi pia kukutana na Watanzania wanaoishi hapa, ile hasa ile Secretariat ya Diaspora, kupokea maoni yao, changamoto zao, lakini na ushauri kwenye maeneo ambayo tunahitaji kuimarisha. Wameeleza zaidi fursa zilizopo hapa za uwekezaji kibiashara. Bidhaa za Tanzania zinahitajika sana hapa. Lakini pia swala utalii, wenzetu wana utalii mkubwa na sisi pia tuna utalii mkubwa zaidi. Kwa hiyo tunahitaji kuimarisha sekta hizi za utalii. Mapema waziri mkuu alikutana na Secretariat ya wanadiplomasia wa Shelisheli ambao walimueleza fursa zaidi za uwekezaji zilizomo ndani ya nchi hiyo, hasa katika maeneo ya utalii, ajira, pamoja na sekta ya afya, elimu, kilimo cha bustani na waongoza utalii, na kuwataka wazingatie taratibu na sheria za nchi waliomo, lakini pia maendeleo, kutafuta fursa za kusaidia Tanzania ili nchi yao iweze kunufaika. Naye naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Kosato Chumi aliwahakikishia viongozi hao wa diaspora kuwa serikali imesikia ushauri na maoni walioyatoa na itayafanyia kazi kwa haraka, huku akimpongeza Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa namna ambavyo amekuwa akishughulikia hoja mbalimbali zinazotolewa na wana diaspora. Tumeunlock au Mheshimiwa Waziri Mkuu amesaidia kuunlock mambo mengi. Mfano tunaenda huko Afrika Magharibi, tayari tumeshapata vibali vya kwenda Lagos na Accra kwa maana ya ETC. Kwa hiyo kwangu mimi ni kuwapa comfort kwamba kwa ujio wa Mheshimiwa Waziri Mkuu na mazungumzo haya, so many are going to be unlocked. Sababu yeye anakati ya cross. Kwa mfano hapa kuna TAHESA wamesema mambo ya agent ambayo iko chini ya ofisi ya Waziri Mkuu, tutashirikiana sisi kama waratibu. Lakini mambo ya double taxation na kwa chini ya Wizara ya Fedha, Mheshimiwa naibu gavana wa zamani anafahamu mambo ya prison, mambo ya ndani na mengine mengi. Katika ziara hiyo ya siku moja, Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ameambatana na naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Kosato Chumi, balozi wa Tanzania nchini Kenya anayeshughulikia Jamhuri ya Shelisheli. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Ikiwa imebaki siku moja kuhitimishwa kwa kampeni za Chama cha Mapinduzi CCM, katibu wa NEC itikadi, uenezi na mafunzo wa chama hicho Kenani Kiongosi ameeleza mikakati mbalimbali itakayofanywa na chama pindi wagombea wake watakapoingia madarakani. Taarifa iliyoandaliwa na mwanahabari wetu kutoka Mwanza Emmanuel Meshak inasomwa hapa studio na Nancy Ibrahim. Kenani ameyasema hayo katika kongamano la waandishi wa habari, makundi mbalimbali pamoja na viongozi wa chama hicho lililofanyika jijini Mwanza. Ameeleza kuwa ilani ya chama hicho
itaendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwa ni pamoja na kuhakikisha wananchi wanaendelea kuwa na maisha bora. Ilani ya CCM inatoa mwanga wa ajira na ustawi wa jamii, inaleta suluhisho kubwa katika sekta ya afya, inaahidi mapinduzi ya kiuchumi na uzalishaji. Dr. Samia Suluhu Hassan anataka kuijenga Tanzania ambayo rasilimali zetu zinaongezwa thamani kuanzia ngazi ya wilaya na mikoa. Na hii mgombea amekuwa akisema wataenda kuanzisha kongani za viwanda kuanzia kwenye wilaya, kwenye mikoa ili kuongeza thamani ya mazao ambayo yatakuwa yanazalishwa katika mikoa na wilaya husika. Hii itakwenda kufungua fursa kubwa ya kiuchumi. Kwa upande wao, baadhi ya washiriki wa kongamano hilo akiwemo mhariri mkuu wa TVE na EFM Scholastica Mazula amewapa nafasi ya kuuliza namna chama hicho kilivyojipanga kuendelea kutatua changamoto za wananchi pindi kitakapoingia madarakani. Wakati anaingia madarakani, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ndio mgombea wa Chama cha Mapinduzi alijipambanua kuimarisha sekta ya kilimo. Na ukiangalia na takwimu ambazo mnazitoa, sekta ya kilimo kwa sasa hivi Tanzania tunaweza tukasema inajitosheleza kwa kiwango cha zaidi ya 100%. Lakini kilimo ndio uti wa mgongo na asilimia kubwa ya Tanzania wamewekeza katika sekta ya kilimo. Nataka kujua, pamoja na maelezo mazuri na kuzunguka kwenye kampeni ambazo wamezunguka, wamekutana na wakulima, mmeona mazingira yao, ni kwa namna gani mmejipanga kama Chama cha Mapinduzi mnapokwenda, kama mtapata ridhaa ya Watanzania, ni kwa namna gani mmejipanga kuhakikisha tunakuwa na pembejeo za kutosha kwa wakati, lakini pia kuimarisha masoko baada ya mazao, hususan masoko ya ndani na kimataifa. Katibu Mwenezi, tunaona kipindi chote cha kampeni wananchi wamekuwa wakijitokeza kwa wingi ili kusikiliza sera za wagombea. Sasa kampeni ndio zinakuisha. Ni ahadi zipi muhimu, angalau 10 tu, ambazo Chama cha Mapinduzi kimezitoa kwa wapiga kura katika kipindi cha kampeni? Asante sana Nancy Ibrahim kwa taarifa hiyo. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amewataka wananchi wakazi wa jiji hilo kupuuza taarifa za uzushi zinazotolewa na baadhi ya watu kupitia mitandao ya kijamii kuwa uchaguzi utakuwa na vurugu. Badala yake wajitokeze kwa wingi kupiga kura, kwani mkoa huo uko salama wakati wote, kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Mrisho Mapeyo anaeleza zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika mkutano wake na waandishi wa habari, Chalamila amesema mkoa huo unawapiga kura zaidi ya milioni 4 na kwamba tayari Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imekamilisha miundombinu kwa ajili ya wananchi kupiga kura ndani ya mkoa huo. Hivyo amewataka wananchi kujitokeza kupiga kura bila kuhofia usalama wao, kwani vyombo vya ulinzi vimejipanga kuimarisha amani. Aidha, Chalamila amevionya vikundi vinavyotishia kuvuruga amani wakati wa uchaguzi kupitia mitandao ya kijamii na kubainisha kuwa vyombo vya dola viko macho kuchukua hatua dhidi ya mtu atakayebainika kufanya au kutaka kuleta vurugu, na amewataka wananchi kutoa taarifa kwa vyombo vya dola endapo kuna viashiria vya vurugu. Zipo taarifa chache katika mitandao ambazo hatuwezi kuzipuuza za jitihada za baadhi ya watu katika vikundi vidogo kuhamasisha kuvuruga uchaguzi huu ambao umepangwa kwa mujibu wa sheria. Ninayo heshima kuwaeleza kuwa wala msiogope jambo lolote, kwa kuwa vyombo vya dola mnaoviona hapa nyuma yangu vimeapa kwa katiba kulinda usalama wa raia na kulinda usalama wa mali zao. Hakutakuwepo hata mmoja ambaye anaweza kumtishia Mtanzania yoyote anayejitokeza kwenda kupiga kura katika mkoa wetu wa Dar es Salaam na akaachwa akifanya hivyo. Ameongeza kuwa serikali imejipanga kikamilifu kuhakikisha kila mwananchi anapata nafasi ya kutumia haki yake ya kikatiba ya kupiga kura bila hofu wala vurugu, kwa kuwa serikali inatambua kuwa swala hilo ni haki ya kikatiba. Pamoja na mambo mengine, Chalamila amevitaka vyombo vya habari kufanya kazi kwa weledi bila kufanya upotoshaji, kwani vyombo vya habari ni muhimili muhimu ambao ni kiunganishi kati ya wananchi na serikali yao. Mimi pamoja na wenzangu tumeona toke mbele yenu na mbele ya Watanzania na hasa wa Dar es Salaam kuwaeleza ya kuwa mkoa wetu
upo salama sana. Mpaka muda huu maandalizi ya uchaguzi katika vituo vyote, vituo vya kupigia kura, maandalizi yake yamekamilika. Majina ya wapiga kura yamebandikwa katika vituo vyote, na nitoe rai kwa wale wote ambao walijiandikisha katika vituo hivyo kwenda kusoma majina yao yaliyobandikwa katika vituo mama walivyojiandikisha, pamoja na vile vituo ambako watakwenda kupigia kura. Asante sana Mrisho Mapeyo kwa taarifa hiyo. Ujenzi wa kituo cha kimataifa cha umahiri wa mafunzo ya matibabu ukanda wa Afrika Mashariki katika Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili, MUHAS, Mloganzila na Kigoma unatarajiwa kukamilika mwezi Julai mwaka 2026, huku kituo hicho kikitegemewa kuwa nguzo ya utafiti na matibabu kwa magonjwa mbalimbali ikiwamo ya moyo. Mwanahabari wetu Goodluck Msola anaarifu zaidi. Kwa mujibu wa makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili, MUHAS, Profesa Apolinari Kamwabwa, ambaye amezungumza baada ya kukagua mradi wa ujenzi wa ndaki ya tiba kampasi ya Mloganzila ambao unajengwa kupitia mradi wa HIT, amesema mradi huo kwa sasa upo 53%, ambapo amesema pamoja na kuwa kitovu cha umahiri wa mafunzo ya wataalamu, pia kitatumika kwa ajili ya kufanya tafiti ili kuongeza uwezo wa kutoa matibabu ya kibobezi kwa magonjwa mbalimbali ikiwemo yale ya moyo. Ni mradi wa takribani dola za Kimarekani milioni 75. Kwa itajengwa kituo maalum kwa ajili ya magonjwa ya moyo na mishipa ya damu. Kwa hiyo tutakuwa tunajenga hiyo hospitali, itakuwa katika vile vitanda 500 mpaka 600, lakini kuna mafunzo kwa wataalamu wabobezi wa magonjwa ya moyo na mishipa ya damu, lakini tafiti za magonjwa ya moyo na mishipa ya damu. Mradi umeshaanza, tayari tuko kwenye utaratibu wa kumpata washauri waelekezi. Tumeshatangaza nafasi za mafunzo, tuna nafasi 120 kuja kusomesha wataalamu, lakini vile vile tumeshatangaza wale ambao wanaweza kuleta maandiko ya tafiti kwenye magonjwa ya moyo na mishipa ya damu vile vile waanze kufanya hizo tafiti. Kwa upande wake, mratibu wa mradi wa HIT Profesa Elasto Mbugi amesema mradi wa ndaki ya tiba utajumuisha majengo ya mihadhara, maabara, majengo ya utawala pamoja na miundombinu ya kisasa ya tehama ambayo itawezesha uwepo ongezeko la wanafunzi wanaodahiliwa. Eneo lina ukubwa wa ekari 3700 kama mlivyoelekezwa na makamu mkuu wa chuo, na lina master plan ambayo kila sehemu katika eneo hili ina kitu chake ambacho tunatarajia kukiweka hapo na kwa matumizi ya taasisi. Kwa hiyo tuna imani kwamba upanuzi utazidi kuendelea kama endapo tutakuwa tu na pesa ya kutosha kufanya upanuzi huo. Na kwa namna tunavyoona serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan bado wana nia njema kabisa ya kupanua eneo hili ili tuweze kutoa huduma ya afya kwa wananchi wa Tanzania na kote wanaotegemea hapa. Hata hivyo, katika ziara hiyo mwenyekiti wa serikali ya mtaa Mloganzila pamoja na baadhi ya wakazi wa maeneo ya Mloganzila wamesema mradi huo mbali ya kutoa ajira kwa wananchi wa karibu na eneo hilo, pia unatarajiwa kuendeleza eneo la Mloganzila na kuweza kukuza uchumi wa eneo hilo. Sisi kama wana Mloganzila tunamshukuru sana Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea huu mradi wa hospitali. Na pili, tunawashukuru wasimamizi wa huu mradi kwa sababu wanashirikiana na sisi kwenye ofisi yetu ya serikali ya mtaa Mloganzila na tunakwenda nao vizuri. Na tunashukuru huu mradi umefanikisha kuwapa vijana wetu ajira ya kutosha. Asilimia kubwa tulikaa nao vikao na tukakubaliana jambo la kwanza mtaa Mloganzila uhakikishe vijana wote wanapata ajira. Eneo hili sasa hivi limekuwa potential. Eneo hili kwa sasa linakuwa siku hadi siku. Eneo hili kwa mradi huu mkubwa ambao umeanzishwa, hakika vijana wetu, watoto wetu ambao tumewazaa watanufaika sana na mradi huu mkubwa. Eneo hili hakika limepandishwa hadhi. Tunamshukuru sana rais huyu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ni rais mwanamke. Mambo yake anayoyafanya hakika ulimwenguni na dunia nzima imedhihirisha kabisa kama yeye ni mwanamke jemedari na ni mwanamke asiyeshindwa na jambo lolote. Katika hatua nyingine, Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili MUHAS
kimesema jumla ya dola za Kimarekani milioni 75 zinatarajiwa kutumika kwa ajili ya ujenzi wa hospitali ya kimataifa ya moyo itakayojengwa ndani ya eneo la Mloganzila ambapo lina ekari zaidi ya 3,000. Ujenzi wa ndaki ya tiba ulianza rasmi mwezi Desemba mwaka jana 2024, na hii ilikuwa ni baada ya kukamilika kwa taratibu zote za manunuzi. Ilibidi tuanunue mshauri mwelekezi, mkandarasi, na hii ilibidi kufuata masharti ya Benki ya Dunia, lakini vile vile kufuata mamlaka ya manunuzi hapa Tanzania, PPRA. Katika manunuzi haya, huu ujenzi unatekelezwa na wakandarasi wawili kwa hapa Mloganzila. Tunaye Mohamed Builders Limited, huyu yuko kwenye lot 1, na Ainan International Limited yuko kwenye lot 2, na wanasimamiwa na mshauri mwelekezi anaitwa Arcus Africa. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Ofisi ya msajili wa hazina OMH imetoa wito kwa watumishi wote wa umma walioko katika taasisi na mashirika ya umma kote nchini kushiriki kikamilifu katika uchaguzi mkuu utakaofanyika Jumatano Oktoba 29, 2025. Taarifa iliyoandaliwa na Recho Chacha inasomwa hapa studio na Goodluck Msolla. Aidha, imesisitiza kuwa ushiriki wa watumishi wa umma ni sehemu muhimu ya kuimarisha misingi ya utawala bora, uwajibikaji na amani ya nchi, kwani ni nguzo kuu katika safari ya Tanzania kuelekea uchumi wa kati wa juu unaokadiriwa kufikia dola za Kimarekani trilioni 1 ifikapo mwaka 2050. Akizungumza na waandishi wa habari Jumatatu Oktoba 27 jijini Dar es Salaam, kaimu msajili wa hazina Lightness Mauki amesema watumishi wa umma wana nafasi ya kipekee katika kuhakikisha dira ya maendeleo ya taifa inatimia, kwa kuwa wao ndio watendaji wakuu wa sera na mipango ya serikali. Ameongeza kuwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeweka dira thabiti ya maendeleo inayolenga kujenga uchumi shindani na jumuishi unaotegemea uwazi, uadilifu na ushiriki wa wananchi katika maamuzi ya taifa. Sisi kama wasimamizi wa taasisi na mashirika ya umma pia tuko hapa leo katika kusihi mashirika yetu na taasisi ambazo tunazisimamia pamoja na watumishi wetu, watu ambao wako chini ya mataasisi haya, kuhakikisha kwamba tunakwenda kufanya haki yetu ya msingi katika kupiga kura, ambayo kupiga kura huko ni tarehe 29 mwezi huu, ambayo ni kama siku moja au mbili zijazo. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba mashirika yetu na taasisi zetu na watumishi walioko mahali hapa, ili kuweza kufikia uchumi ambao nimeitaja, ili kuweza kutekeleza majukumu yetu na kuhakikisha kwamba vipaumbele vyetu ambao nimevitaja hapa vinatekelezeka, tuende tukapige kura, tuchague viongozi wetu ili waweze kutuongozea jahazi letu hili kwa mustakabali na manufaa ya taifa kwa ujumla. Aidha, Mauki amebainisha kuwa ofisi ya msajili wa hazina iliyoanzishwa kwa mujibu wa sheria ya msajili wa hazina, madaraka na majukumu sura ya 370 ina jukumu la kusimamia na kuendeleza uwekezaji wa serikali katika taasisi na mashirika ya umma pamoja na kampuni ambazo serikali na hisa au maslahi. Kupitia jukumu hilo, ofisi ya msajili wa hazina imeendelea kuhimiza ustawi wa rasilimali watu, uwajibikaji na viongozi pamoja na utendaji bora wa taasisi za umma kama sehemu ya msingi ya kujenga uchumi imara na endelevu. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Watu wawili kati ya 12 waliokuwa wakituhumiwa kwa makosa ya kuendesha genge la uhalifu, uchepuzi, ubadhirifu, utakatishaji fedha na kuisababishia hasara serikali wamekiri makosa yao kupitia makubaliano ya pre-bargain, ambapo watarejesha milioni 67 na kulipa faini ya shilingi milioni 3.5. Taarifa iliyoandaliwa na Recho Chacha inasomwa hapa studio na Nancy Ibrahim. Akizungumza na waandishi wa habari Dar es Salaam, mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa mkoa wa Temeke TAKUKURU Pole Makungu amesema hatua hiyo ni utekelezaji wa agizo la waziri mkuu ambaye aliagiza baadhi ya watumishi wa halmashauri ya manispaa ya Kigamboni kutokana na ubadhilifu huo. Washtakiwa hao ni Juvenels Babilasi Mauna ambaye atarejesha shilingi milioni 27 na faini ya shilingi milioni 2, na Hamisi Kashinje Amfred ambaye atarejesha shilingi milioni 40 na faini ya shilingi milioni 1.5. Katika hatua nyingine, washtakiwa wawili Juvenalis Babilas Mauna na Hamisi Kashinje Manfred wamekiri makosa kupitia makubaliano yanayoitwa kwa lugha ya Kiingereza kama pre-bargain, na watarejesha jumla ya kiasi cha shilingi milioni 67
na kulipa faini ya mahakama shilingi milioni 3.5, ambapo mshtakiwa Juvenalis Mauna atarejesha shilingi milioni 27 na kulipa faini ya shilingi milioni 2, na Hamisi Kashinje Manfred atarejesha milioni 40 na kulipa faini ya shilingi milioni 1.5. Washtakiwa 10 waliobaki shauri lao linaendelea, ambapo kesi imepangwa kuja kusikilizwa hoja za awali tarehe 6 Novemba 2025. Washtakiwa wengine 10 waliobaki shauri lao linaendelea, ambapo kesi imepangwa kuja kusikilizwa hoja za awali Novemba 6 mwaka huu. Shauri hilo linaendeshwa na mawakili wa serikali na ofisi ya taifa ya mashtaka. Asante sana Nancy Ibrahim kwa taarifa hiyo. Ikiwa imesalia siku moja Watanzania waweze kupiga kura ya kumchagua rais, wa bunge na madiwani watakaoliongoza taifa kwa miaka 5 ijayo, mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka amewataka wakazi wa mkoa huo kujitokeza kushiriki uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 29 mwaka huu ili kuchagua viongozi watakaowaongoza kwa miaka 5 ijayo, huku akiwahakikishia na kwamba vyombo vya ulinzi na usalama vimejipanga vyema kudumisha ulinzi wa raia na mali zao wakati na baada ya uchaguzi. Taarifa ya Ibrahim Mlele kutoka Njombe inaarifu zaidi. Katika mkutano wa hadhara aliofanya katika viwanja vya soko kuu Njombe mjini, Mtaka amesema kupiga kura ni haki ya kila Mtanzania mwenye sifa, na hivyo wananchi wanapaswa kujitokeza kuchagua viongozi wanaowataka itakapofika Oktoba 29 ili kumpata rais, wabunge na madiwani watakaowapeleka kwenye nchi ya ahadi. Siwasi wowote. Simuelewa kama mkoa, vyombo vya ulinzi na usalama kwenye mkoa iko step kuhakikisha kwamba kila mwananjombe anatimiza haki yake ya kupiga kura. Usitishwe na maneno wala usibabaishwe na jambo lolote. Kwani waombe, nenda ukapige kura. Aliona biashara zake, nenda kwenye biashara zako. Wala ambao ukupata nafasi ya kusalimia ndugu, ulikuwa na umra, ulikuwa umefiwa, ni fursa. Wakati mkuu wa mkoa wa Njombe akizungumza na wananchi wa soko kuu Njombe mjini, baadhi ya wagombea ubunge katika maeneo mbalimbali ndani ya mkoa wa Njombe akiwemo Mheshimiwa Edwin Enos Swale, mgombea ubunge jimbo la Lupembe, wameeleza namna watakavyoshughulikia changamoto mbalimbali zinazowakabili. Lakini kapige kura kwa Mama Samia Suluhu Hassan, kura kwa mbunge Swale, kura kwa Mheshimiwa Zuru Rafael Ngingo, tufanye kazi ya maendeleo kwa ajili ya watu wa Runguya. Runguya oye! Runguya safi! Safi! Na niwaambie wanamtwango, mwenyekiti ameongea vizuri sana. Tulipogundua Mtwango tuko wengi, shule za msingi hazitoshi, pamoja na kwamba tumeanza kujenga shule ya msingi pale kwenye msingi ambao tumeanza, tukamwambia Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan akatupa milioni zaidi ya 320 kujenga shule mpya ya msingi hapa Mtwango. Piga makofi mengi na mtazamo. Hela zimekuja, kazi inaendelea, na ile shule mwakani lazima ianze. Ndio. Haya mambo yote amefanya Mama Samia. Ndio. Twendeni tukamlipe wema. Hata hivyo, kuelekea Oktoba 29, viongozi mbalimbali wa serikali hapa mkoani Njombe akiwemo Agata Mhaiki wameendelea kutumia majukwaa mbalimbali kutoa elimu ya uchaguzi kwa wananchi. Tuchague kwanza, tuchague kwenda kupiga kura. Kupiga kura, kupiga kura kila mtu atafanya jinsi anavyoamua mwenyewe. Lakini uchaguzi ulio bora ni kuchagua kwenda kupiga kura. Lakini kuchagua kukaa nyumbani si chaguo jema. Tuchague kwenda kupiga nyumbani. Naomba wote tukatimize haki yetu ya msingi, lakini watoto wetu ambao wamefika umri wa kupiga kura, niwaombe sana mkapige kura, mrudi nyumbani. Sawa? Mtazamaji wa TVE Habari, ni siku moja pekee imesalia Watanzania kuelekea katika uchaguzi mkuu ambapo watamchagua mbunge, diwani pamoja na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Viongozi mbalimbali ndani ya mkoa wa Njombe wameendelea kutoa hamasa kwa wananchi kuhakikisha kwamba wanashiriki kikamilifu katika uchaguzi unaotarajiwa kufanyika mwezi wa 10 tarehe 29 mwaka huu. Kutoka Njombe, TVE Habari, mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele. Asante sana Ibrahim Mlele kwa taarifa hiyo.
Wananchi milioni 1,045,921 mkoani Singida wanatarajiwa kushiriki kupiga kura katika uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba 29 mwaka huu 2025. Hayo ameyasema leo mkuu wa mkoa wa Singida Halima Dendego alipoongea na waandishi wa habari, akiwahakikishia wananchi kuwa amani ipo ya kutosha na maandalizi yamekamilika kwa 100%. Amini Nyaungo anatuarifu zaidi. Ameyasema hayo leo akithibitisha wananchi waliojiandikisha kuweza kupiga kura mwaka 2025 Oktoba 29 ni wangapi. Tumejiandaa vyema kushiriki zoezi la uchaguzi mkuu linalohitimishwa tarehe 29 Oktoba 2025 na tukiwa na mategemeo ya takriban wananchi milioni 1,045,921 kushiriki kwenye uchaguzi huu. Tunapokaribia kabisa siku ya kupiga kura, ninashukuru kwa dhati kwa viongozi mbalimbali wa serikali, viongozi wa dini, viongozi wa taasisi na wananchi wote wa mkoa wa Singida kwa kuendelea kudumisha amani. Niwaombe kwa unyenyekevu mkubwa tuendelee hivyo hivyo hadi hapo kesho kutwa tarehe 29 Oktoba 2025 tumalize zoezi hili kwa amani na utulivu mkubwa kwa faida yetu sote na taifa kwa ujumla. Maandalizi yote ya uchaguzi yamekamilika kwa 100%, ikiwemo maandalizi ya vituo, vifaa vya uchaguzi na wasimamizi wa uchaguzi. Vituo vyetu vyote 2843 viko tayari kwa zoezi hili. Je, kwa upande wa vituo vitafunguliwa saa ngapi na usalama utakuwaje? Tunatarajia kufungua vituo saa 1 asubuhi na kuhitimisha saa 10 jioni, isipokuwa kama ikifika muda huo tutakuwa na watu ambao bado wako kwenye foleni watapata fursa ya kupiga kura. Vituo vyote vitakuwa na mistari miwili, mmoja kwa jinsia ya kiume na mmoja kwa jinsia ya kike, na haya ni maboresho makubwa yaliyofanywa na tume ili kuwafanya wapiga kura wetu wapige kura wakiwa katika hali ya utulivu. Ulinzi umeimarishwa maeneo yote na niwatoe hofu wananchi wa mkoa wa Singida na hasa wakina mama ambao mara nyingi tumekuwa na hofu ya kujitokeza pale tunapokuwa na viashiria vya hatari. Niwaombe wajitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura, lakini pia niwaombe wakuu wa kaya zote katika mkoa wetu kuhamasisha wanakaya wote walio nao kwenye kaya zao na wana sifa ya kupiga kura waende kupiga kura. Kwa upande wao wananchi wa Itigi wanasemaje kuelekea uchaguzi mkuu? Sisi kwa ajili ya uchaguzi tumejipanga, tuko vizuri kwa sababu tunasema to be vote or voted ni haki ya kila raia, ni haki ya kila Mtanzania. Uchaguzi tumejipanga vizuri na washauri wa Tanzania wenzangu, wakazi wenzangu wajitokeze wakapige kura, maana kura ni haki yao. Ni wenzangu wote nawaambia watoke siku hiyo tarehe 29 kwenda kuchagua chama anachokipenda. Tunatamani pia wawe na lugha nyepesi kwa wapiga kura, waondoe maneno makali, lakini pia wazingatie pia kuna watu ambao hawajui kusoma na kuandika, pia wapata maelekezo ya kutosha. Asante sana Amini Nyaungo kwa taarifa hiyo. Serikali mkoa wa Pwani imesema kwamba imejiandaa vya kutosha hususan katika suala la ulinzi na usalama kuelekea uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba 29 mwaka huu siku ya Jumatano wiki hii. Taarifa iliyoandaliwa na Victor Masangu. Hayo yamebainishwa na mkuu wa mkoa wa Pwani Alhaji Abubakari Kunenge wakati akizungumza na waandishi wa habari kuhusiana na maandalizi ya kuelekea katika uchaguzi mkuu, ambapo wamewahimiza wananchi wote wenye sifa kujitokeza kwa wingi kushiriki kikamilifu katika zoezi hilo. Nichukue nafasi hii kuwafahamisha wakazi wa mkoa wa Pwani kwamba serikali tumefanya maandalizi ya kutosha, tumetoa elimu ya kutosha kwa kushirikiana na wadau mbalimbali, taasisi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na viongozi wa dini, lakini pia tumeweka mazingira bora kabisa yatakayowezesha wananchi kwenda kupiga kura bila changamoto yoyote. Nichukue nafasi hii pia kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuitangaza siku ya tarehe 29 Oktoba kuwa siku ya mapumziko ili wananchi waweze kushiriki vizuri kwenda kupiga kura kuchagua viongozi wao. Swala la kupiga kura ni haki ya kikatiba, ni haki ya msingi na inawezesha wananchi kuchagua viongozi
wanaowapenda, wanaoamini kwamba watatatua changamoto zao na kuwaletea maendeleo kulingana na jinsi vyama vya siasa mbalimbali vilivyoweza kunadi sera zao. Aidha, Kunenge amebainisha kwamba katika mkoa wa Pwani kutakuwa na vituo vya kupigia kura vipatavyo 3941 na kwamba vyombo vyote vya dola vimejipanga na kujizatiti vilivyo katika kuhakikisha wananchi wanapiga kura katika hali ya amani na utulivu. Kwa mkoa wetu wa Pwani, mazingira kama nilivyosema awali, tumeweka mazingira bora kabisa. Tume Huru ya Uchaguzi imetangaza mkoa wetu wa Pwani una vituo 3941. Kwa hiyo unaona vituo vya kupiga kura vimewekwa jirani ili kuweza kurahisisha wananchi kwenda kupiga kura. Niwaombe tujitokeze kwa wingi sana kwa wote ambao tumejiandikisha kwenda kupiga kura. Lakini niwahakikishie vyombo vya dola, vyombo vya usalama venye wajibu wa kuhakikisha mkoa wetu unabaki salama vimejipanga vizuri. Hakuna mwananchi atakayebugudhiwa, hakuna mwananchi atakayetishwa, hakuna mwananchi atakayezuiwa kwenda kupiga kura. Na nitoe onyo, tumejipanga vizuri. Kamati ya usalama mkoa pamoja na vyombo vyote, tuna taarifa kutoka maeneo mbalimbali ya mkoa wetu. Tunajua katika kila eneo nini kinaendelea na tumejipanga vizuri sana. Kwa niombe wananchi, jitokezeni kwa wingi. Kama nilivyosema, msiwe na wasiwasi wowote. Nendeni mkatekeleze haki yenu ya kikatiba. Uchaguzi mkuu wa kuwapata viongozi mbalimbali wakiwemo nafasi ya uraisi, ubunge pamoja na udiwani unatarajiwa kufanyika Oktoba 29 mwaka huu, ambapo katika mkoa wa Pwani vituo vipatavyo 3941 vitatumika kwa ajili ya kuweza kupigia kura. Nikiripoti kutoka Kibaha mkoani Pwani, mimi ni Victor Masangu, TVE Habari. Wakati huo huo, jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limewaonya wale wote ambao wanatarajia kutaka kufanya maandamano au kuzuia wananchi wema kushiriki zoezi la upigaji kura Oktoba 29 mwaka huu, kwani hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi yao. Shukuru Materu ameandaa taarifa zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari, kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro SACP Alex Mkama amewahakikishia wananchi kuwepo kwa usalama wa kutosha. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linawaonya wale wote ambao kwa namna moja au nyingine watajaribu kutaka kufanya maandamano au kuzuia wananchi wema wasishiriki zoezi la uchaguzi zoezi la upigaji wa kura, watadhibitiwa kwa mujibu wa sheria na watachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linawahakikishia kuwa usalama upo wa kutosha na vyombo vyote vya ulinzi na usalama vimejiandaa vizuri kukabiliana na yeyote ambaye atathubutu kufanya vitendo vyovyote vya uvunjifu wa amani. Wananchi wema hawapaswi kuogopa muonekano wa vyombo vyetu vya usalama, bali wachukue kama fursa ya kutimiza jambo hili la kikatiba. Aidha, kamanda Mkama akabainisha mambo ambayo yanazuiliwa na jeshi la polisi, ikiwa ni pamoja na uhamasishaji wa maandamano, uhujumu wa miundombinu ya uchaguzi, ufungaji wa barabara. Mambo yanayozuiliwa ni pamoja na uhamasishaji wa maandamano, uhujumu wa miundombinu ya uchaguzi, uhujumu wa miundombinu mbalimbali, ufungaji wa barabara, kujeruhi au ghasia ya aina yoyote au uhalifu wa aina yoyote ambao utasababisha uvunjifu wa amani au ambao utatafasiriwa kuwa ni jaribio la kuvunja au kuvuruga amani. Asante sana Shukuru Materu kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE Habari. Katika biashara, TRA yawezesha wafanyabiashara wadogo Kariakoo.